Nilikutana na Mbwaziko njiani. Amekwambiaje? Atanieleza nini? Yaani ataongea nini Mbwaziko akikutana na mimi? Huwezi amini. Tumepishana hivi mimi na bampa tu bampa na hajafanya chochote. Yule mzee dada tunavyomjua. Na kwanza nasikia yule mtoto wa nani yule Bwana Mizilo alimuua yeye. Sasa wewe umuogopi? Wewe ulishuhudia kipindi anamuua? Sijakuwepo, lakini nimesikia. Wewe nilikwambia Mbwaziko hata kwenye mkono wangu hajai. Sijui hapo unashindwa kuamini kitu gani? Sasa kama hukushuhudia mauaji, hana lolote. Na hivi ninavyokuambia, kuanzia leo pita kwa kujiamini. Usije ukanishawishi mwenzangu kikaniponza. Kama unajiamini wewe mwenzako, mimi naogopa dada. Kwani unashindwa kunielewa? Unaniamini huniamini? Sawa, asante kwa kunipa moyo. Na ndio maana nimekuambia mimi si ndo dada yako. Usiogope. Yaani wewe ukikutana naye njiani pita naye. Akigeuka geuka. Akisimama simama. Hakufanyi chochote, hana lolote wala nini. Wanamsifu tu kijijini na kumuogopa, upuuzi mtupu. Hebu niambie mwenzangu, wewe umefanya nini kiasi kwamba yani unajiamini kiasi hicho, na mimi ili unipe hicho ulichokifanya na mimi niwe nikipita najiamini, maana naogopa. Kwa hiyo niaminishe na mimi nijiachie. Basi ndio hivyo. Sawa, utanipa siri ya mafanikio. Wacha niamini kuhusu hilo. Bwana wewe kuwa na uhuru, nishakwambia. Naomba uniambie kweli. Wewe kuna vitu ambavyo unavyoficha Sabra. Siwezi nikavumilia kuona hali kama hii Sabra. Nini Sabra? Kwa nini usiwe mwazi kwangu? Tukio la kwanza nimekukuta Sabra ukiniletea chakula. Afu muda huo ndio mimi na wewe tumetoka tukuongea. Unaniambia kwamba unanitafuta Sabra. Afu tukio la pili nakukuta pale mkiwa wawili. Mnazungumza Sabra ninayemjua na muona kwa macho yangu Sabra. Afu unanifanya kama unioni Sabra. Sabra, naomba uniambie ukweli. Au wewe ni mchawi nini? Mchawi? Sijawahi kufikiria hata siku moja kama itatokea uniite mimi mchawi. Ya, inawezekana Sabra. Inawezekana. Kwa nini usiwe mwazi kwangu? Kwa nini usiniambie ukweli? Mbona mimi kila siku nakwambia? Sabra, kumbuka wapi nilipokutoa Sabra. Ulikuwa na nini mama? Mbona unakuwa sio mwazi kwangu Sabra? Hivi unajua mimi sijakuelewa? Yaani mimi ni mchawi. Uelewi nini hapo? Unashindwa kuelewa nini? Mbona kuelewesha hichi lakini unielewi? Wewe ni mtu mti. Nisikilize. Naomba uniambie ukweli. Siwezi nikazidi kuvumilia kuona hali kama hii. Unanchosha Sabra akili. Unanchosha. Naomba uniambie ukweli. Kama wewe sio mchawi, ni jini, mzimu au kitu gani? Mimi ni mchawi. Inawezekana Sabra. Wewe ni mchawi. Sawa. Sawa. Mimi ni mchawi Mbembe. Mimi
Yaani kiukweli sikutegemea. Sikutegemea Mbembe. Sawa, mimi ni mchawi. Sawa. Poleni na msiba. Asante, natumisha poa. Vipi, mbona sikukuona msibani? Sikuweza kuja kwa sababu ya majukumu ya kifamilia. Kwa hiyo unataka uniambie changamoto zako wewe za kifamilia ndio zinazokufanya ushindwe kuungana na wanakijiji wenzio kwenye matatizo yao? Hapana, na ndio maana nilisema siwezi kuja kwa sababu kama ningekuja basi ingetokea misiba miwili. Misiba miwili kivipi yani? Ila hata hivyo ule mwili tulishindwa kuustiri pale nyumbani. Baba marehemu alikuja na kuchukua mwili ule na kwenda kuustiri nyumbani kwake. Na pia hata ile sherehe tuliamua kuiahirisha. Mliamua kuhairisha au mliona wanakijiji watajua siri zenu? Mbona kama sijakuelewa? Kwani unafikiria wewe na Numbwaziko sijui kama mnashirikiana? Numbwaziko? Yaani mimi na Numbwaziko tunashirikiana kivipi? Yaani mbona sielewi. Usichokielewa hapo kitu gani? Kwani ulivyoniona? Umeniona hapa nafanya nini? Sasa subira nikuonyeshe. Wala hata usijisumbue. Ulichokuwa unakitaka hichi hapa? Nilikuwa sichukui mchanga. Nilikuwa nachukua kijiti. Kijiti? Sikiliza nikwambie. Hii rangi ni nyingine. Yaani katika kijiji hichi kama hamjawahi kuona hii sura, mnatakiwa mkae mbali na mimi. Mwambie na wewe Mbwaziko mwenzio, mimi nitakuwa mfano ulio hai kwenye kijiji hichi. Naona unajifanya una kierere sana. Sasa nisikilize kwa makini. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Nafahamu, naamini nampenda Mbembe sana dada. Ndio. Na ilijua hilo. Moja ya kati ya vitu nisivyovipenda nikiona nikigombana na Mbembe. Umegombania nini? Dada, mimi na Mbembe jana tumegombana. Na kilichonishangaza Mbembe akanambia mimi ni mchawi. Kakwambia mchawi? Kweli. Mlianzia wapi mpaka mnafikia huko? Yaani mpaka sasa hivi dada sijaelewa. Hasa kama ujui ikiwa nyinyi ndio mliogombana, nani atalijua hilo? Sasa ilikuwa kuwaje muongee mpaka mfikie huko? Yaani ilikuwa kuwaje? Kwa hiyo ulikuwa unatakaje juu ya hilo? Kwa sababu nyinyi ndio mliogombana, mimi sijakuepo na shida wewe ndio unajua na mwenzako. Kwa hiyo wazo lako? Dada, mimi Mbembe nampenda. Naomba muite mzungumze naye. Ninaamini wewe dadake atakuelewa. Siwezi kuingilia ugomvi wa mapenzi. Nyinyi ni wapenzi. Nendeni nyumbani kayazungumzeni. Nikiingilia leo, kesho yamekwisha wenyewe mmemaliza. Mimi nitaonekana vipi kwenu? Kayamalizeni wenyewe, sina cha kukusaidia mdogo wangu. Lakini dada, hamna cha lakini, huo ndo ukweli. Hayo ni mapenzi. Mimi nitaingilia kati leo.
Kesho mmekubaliana, mnacheka, mnakaa, mnaanza tena kunidadili mimi kitandani. Ndio maana Waswahili walisema wapendanao wakigombana, shika jembe uende ukalime, na siku ya kupatana chukua kapo uende ukavune. Kwa hiyo mkayamalize nyinyi wenyewe, na kushauri rudi nyumbani mkayamalize wewe na mwenzako, nadhani atakwisha. Sawa? Basi sawa. Haya basi mimi naondoka. Haya, unaweza ukaenda, unataka ubaki hata uniletee majanga hapa nyumbani? Nenda tu mkayamalize ili yaishe. Sawa mdogo wangu? Kuwa na amani. Oh, dada, mambo? Dada, hii mikono ina baraka sana, na nikwambie tu leo umekutana na bahati. Dada, nataka nikwambie neno moja tu ambalo kwako litakuwa ni mpya geni. Wewe ni mwanamke mwenye macho mazuri sana. Na nikwambie tu, hakuna mwanaume yoyote anayejua thamani ya hayo macho uliyonayo. Uzuri wako naweza kuulinganisha ni siri ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu ndani